Hivi unajua njaa kwamba ni kitu cha kiroho? Unajua Mungu ndiye aliyetengeneza mfumo katika maisha au mwili wa mwanadamu. Okay, kama ulikuwa ujui ni hivi. Njaa ni kitu ambacho ni mpango au ni mfumo fulani ambao Mungu ameweka kwenye maisha ya mwanadamu au kiumbe ambacho kinaishi hapa duniani kwa kusudi la kumsaidia yule mtu kuweza kupiga hatua, kuweza kufanikiwa kwenye mambo anayoyafanya. Na maanisha nini? Ya kwamba unasoma Biblia inasema heri wenye njaa na kiu ya haki. It means ukiona kwenye maisha yako kuna aina ya njaa unazikosa kwenye maisha yako. Yaani kwa mfano mtu akikosa njaa automatic huyo sio mwanadamu wa kawaida, usio kiumbe tena. You gonna die. Unaenda kufa. Kama una njaa, yani you don't feel, usikii njaa kabisa kwenye mwili wako, maana yake hutakula chakula. So soon you gonna die. Lakini kama hauna njaa ya kufikia kufanya kitu fulani, ya kutaka kufanya kitu fulani, ya kuweza kufikia malengo fulani, I tell you, kama una njaa ya kuweza kufanikiwa na kupata kitu fulani, it's easy for you to fall down. It's rahisi kwako kufeli na kushindwa kufanya baadhi ya mambo, kwa sababu njaa ni jambo ambalo Mungu ameliseti, ni mfumo ambao Mungu ameweka kwenye maisha ya wanadamu au ya viumbe, ili kwamba waweze kufikia kile ambacho wanakitaka. Kwa sababu ukijaribu kuangalia, njaa ndio inasukuma watu wengi, njaa ya kimwili inasukuma watu wengi kuweza kufanya mambo makubwa, kuweza kutafuta, kuweza kupambana ili kupata chakula. Kwa hiyo unakuta mtu atulise mmoja anahakikisha amefanya kitu ili aweze kupata chakula, lakini njaa ya mafanikio, ya maendeleo, kwamba kuna hatua natamani nizifikie, kwa nini sizifikii? Hiyo pia nayo ni njaa. Ni njaa ambayo itakusaidia uweze kufikia kile ambacho unataka ufikie. Japo kuna ugumu, lakini kwa sababu ya ile njaa, you will never give up. Utaishia njiani kwa sababu kuna matamanio unayo ndani yako, unataka ufike mahali. So hakikisha hichi kitu kiko kwenye maisha yako ili kwamba uweze kufanikiwa. Uwe na siku njema.